Yes, karibu kwenye chumba cha VAR. Uko nami Said Tuntu, lakini pia nipo naye Bwana Ramadhani Mbaduke, mzee wa data, akitaka kuchakata na kupepeta hoja nzito kabisa. Lakini leo kubwa kuliko ambayo tunakwenda kulitizama ni kuhusu Dar es Salaam Young Africans, lakini moja kwa moja tunakwenda kumwangalia goalkeeper wao kwa maana ya Djigui Diarra. Bwana mzee wa data, uko sawa? Mwenyezi Mungu ajalie kheri Tuntu, si wewe? Asante, tuko vizuri kabisa. Umeutizama jana mchezo wa Dar es Salaam Young Africans na Mbeya City pale Sokoine. Kitaalamu kabisa, Djigui Diarra umemuona, umemtizama. Leo tukiko tunazungumza mengine hapa, lakini Djigui Diarra amefanya save moja nzuri kweli kweli. Tuambie sasa, kuelekea kwenye msimu huu 25-26 ni kwa namna gani tutakwenda kuibeba kwa namna ile ambayo ameanza nayo? Kwanza kwa kuanzia kwenye hiyo mechi dhidi ya Mbeya City, Yanga ikiwa ugenini, ndio what a save. Ile tukio la mwisho naweza kusema magical save. Kama ni save ya kimaajabu, save ya kimiujiza. Ni kwa sababu ilikuwa Yanga pengine pale wangetoka hoi wajani, alafu Mbeya City wangetoka na furaha kubwa. Kama unakumbuka vizuri, ni tukio la kuelekea mwishoni mwa mchezo, counter attack. Wakati Yanga wakiwa kwa idadi kubwa wako kwenye nusu ya pili ya uwanja wakijaribu kutafuta ushindi, tunakumbuka vizuri Mbeya City walikuwa wakicheza kwa kuzuia zaidi kutokea chini. Kwa maelekezo ya kocha wao Malale 50, walifanya shambulizi la kujibu, tunasema counter attack, ambalo mwisho wa siku mpira ulimkuta Vitalis Mayanga akiwa yeye na golikipa Djigui Diarra. Akataka ampige kanzu vizuri, kaonekana imekubali. Kwenye tukio la mwisho akitaka kufunga, ndipo Djigui Diarra akaudokoa mpira katika namna ambayo ilifanya Yanga inusurike kupoteza mchezo katika mechi ambayo wao ndio walikuwa wakimiliki mpira zaidi, Mbeya City wakizuia kutokea chini, tunasema low block. Lakini katika tukio ambalo pengine lingeleta furaha kubwa kwa wakazi wa jiji la Mbeya wanaoiunga mkono Mbeya City, kwa sababu kulikuwa na uwezekano mdogo sana kwa Yanga kunusurika kama mpira ule wa Vitalis Mayanga angeupata na kuweka mpira wavuni. Ni kwa sababu Djigui Diarra save yake hii naweza kusema ni save of the day, tumia maneno yote unayojua wewe. Lakini mwisho wa siku Yanga ikapata suluhu. Kati ya matukio mengi kwenye mchezo huo, tukio kubwa lilikuwa ni pamoja na hili. Djigui Diarra akaiokoa timu yake, lakini ndio wajibu, ndio jukumu moja wapo kati ya majukumu alionayo uwanjani. Kwa swali lako kuhusiana na kile ambacho Yanga katika msimu wa 2025-26 chini ya kocha Romain Folz, mipango yake lazima itegemee ufanisi wa goalkeeping department, idara ya magolikipa, ambako huku ndipo unampata Djigui Diarra, mchezaji wa kimataifa kutoka Mali, umri miaka 30, urefu ni around 55 na inchi 10. Djigui Diarra goli lake lenye nguvu zaidi la kulia, umri wake sasa hivi ni miaka 30. Ni golikipa ambaye anatoa ofa nyingi kwa makocha wa Yanga akiwemo huyu Romain Folz kwa sasa. Ni kwa sababu Yanga katika mifumo yake ya kucheza, mara nyingi Yanga ya Nabi, Yanga ya Miguel Gamondi, Yanga ya Siad Ramovic, Yanga ya Hamdi Melud, mara nyingi wanatumia 4-2-3-1, kwa maana baada ya golikipa kuna na walinzi wanne, viungo wale ukabaji, viungo tatu shambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja. Djigui Diarra yeye kama golikipa, majukumu ya msingi ni kama shot stopper, kuzuia mashuti yasiingie wavuni. Ndio wajibu mama wa kila golikipa katika mpira wa miguu. Lakini kwa makipa wa kisasa majukumu yao yanaongezeka, sio tu kuzuia mpira usiende wavuni, la hasha. Wapo makipa wazuri wengi tu wanakosa nafasi ya kucheza, sio kwa sababu wao hawajui kucheza mipira isiingie wavuni. Lakini mahitaji ya mpira wa kisasa mara nyingi kwa makocha wengi wanahitaji kipa ambaye ana uwezo pia wa kucheza mpira kwa miguu, na hivyo kumuongezea idadi ya wachezaji wanaoanzisha mashambulizi. Lakini pia kuwafanya mabeki wawe katika utengenezaji ule vitriangle, vipembe tatu. Unajua kwenye pasi Tuntu na watazamaji wako huwa mnatenza vipembe tatu. Yaani mchezaji. Sasa kipa mwenye hulka hii ya kuweza kucheza mpira kwa miguu halafu kwa mzuri, huwa yuko comfortable kurudishiwa mpira kwa mfano bila kupaparika, kwa sababu kwenye kanuni za mpira wa miguu, mpira wa kurudishiwa huwezi kutumia kwa mikono. Miguu yako ndio icheza na viungo vingine, sio mikono. Sasa kipa ambaye ni mzuri kucheza kwa miguu ana uwezo kupokea mpira kwa utulivu, tunasema nonchalantly, akatoa pasi kwa beki wake, hakika ikawa chanzo cha mashambulizi. Kuwepo kwake na uwezo kucheza mpira kwa miguu, maana yake tayari mnamo overload mchezaji wa timu pinzani, anafanya pressing, anafanya shinikizo, hata wakiwa wawili, maana yake mnao uwezo wa kuwazungusha pale bila kipa kutumia mikono yake. Kwa hiyo kipa anakuwa ni mchezaji wa ndani. Kwa hiyo ile mfumo wa 4-2-3-1 unadanganya. Yanga akiwa Djigui Diarra
na makipa wake kwa kiasi kikubwa. Wao huwa kuna nyakati wanafanya ukuta wangu unakuwa na wachezaji watano. Yeye anakuwa ni spare man katika kuzuia. Ndio. Upo. Na anafanya jukumu hilo pindi anapokuwa nje ya 18. Kwa sababu akitoka haruhusiwi kutumia mikono. Yeye anakuwa mchezaji wa ndani. Kwa hiyo unavyoona Bakari Wendo Mwamnyeto, Ibra Baka. Umeona Ibra Baka, Dickson Job. Kumbuka kuna beki mwingine hapa anaitwa Djigui Diarra. Kwa kufanya hivi kumefanya wapinzani wakose nafasi nyingi za kuweza kufanya majaribio, lakini kumeipa Yanga uwezo wa kujenga mashambulizi yake. Djigui Diarra ana uwezo mkubwa pia kutoa pasi ndefu, zile crossfield passes za kuvuka kutoka upande mmoja hadi mwingine na zikafika. Sasa ushahidi juu ya hilo, kwanza uwezo wake wa kucheza saves, hilo linafahamika, ndio kazi mama ya goalkeeper nimesema. Lakini cha ziada ni hili la uwezo wa kucheza mpira vizuri sana kwa miguu. Matokeo yake inawapa uhuru mabeki wake kuwa hawasiti kumrejeshia mpira hata katika nyakati ngumu, lakini vile vile ni yeye anayetumika pia kuokoa hatari ambazo mabeki wake wanakuwa wamepitwa. Yeye kama mtu wa mwisho anafanya clearances. Diarra siku zote amekuwa na rekodi nzuri sana za kufanya clearances. Tuntu na watazamaji wako, clearances ni kuosha mpira, kubutua, kuutoa mpira katika eneo hatarishi uende eneo salama. Katika ligi kuu Tanzania bara msimu ulimalizika, kama ishara kwamba Djigui Diarra akiendeleza ambayo siku zote huyafanya itakuwa muhimu sana kwa kocha Romain Folz na Yanga kwa ujumla msimu wa 2025-26, ni kwamba kwenye ligi kuu Tanzania bara Yanga alikuwa mabingwa pointi 82. Yanga wamefunga mabao 83. Ndio timu iliyofunga mabao mengi, lakini Yanga ndio timu iliyoruhusu mabao machache kuliko timu zote, iliruhusu mabao 10. Kwa kufanya vile sio kwamba Yanga ilikuwa inakuta imara sana kiasi ya kwamba wapinzani wakufika sana, la hasha. Timu iliyofikiwa mara chache kwa kupiga mashuti ya kulenga shabaha ilikuwa ni watani zao jadi Simba. Simba ligi nzima walipiga mashuti 30 tu ya kulenga shabaha, wakaruhusu mabao 13. Kwa lugha nyingine, idara ya magolikipa kule kwa kina Musa Pimpin Kamara, Ali Salim Katoro ambaye hivi sasa hayupo tena Simba, walicheza saves 17, kwa sababu saves ni yale mashuti yaliyopiga kulenga shabaha mkayaokoa yasiingie wavuni. Ndio timu iliyopiga mashuti machache. Kwa lugha nyingine, ukuta wa Simba uliruhusu wapinzani mara chache kupiga mashuti ya kulenga shabaha. Ya pili katika kuruhusu mashuti machache ya kulenga shabaha ilikuwa Yanga. Yanga walipiga mashuti ya kulenga shabaha 37. Katika mashuti 37 wakaruhusu mabao 10. Kwa lugha nyingine, saves zilifanywa 27. Ndio maana Yanga wakaruhusu mabao machache. Si kwamba ukuta wao ulikuwa upenyiki, la hasha. Zipo nyakati walipitika, lakini makipa wakacheza saves. Makipa hawa kwa idadi kubwa ni Djigui Diarra ambaye ndo aliocheza mechi nyingi kuliko alizocheza Komeini, kuliko alizocheza Abu Talib Msheri. Kwa hiyo Djigui Diarra kwenye eneo la saves hapa excellent. Lakini kuna hiki cha ziada sasa. Hiki cha kuhusu kuwa kama mchezaji wa ndani. Ningependa kukupa mfano wa namna alivyocheza katika ligi ya mabingwa barani Afrika. Msimu uliomalizika Yanga kwenye ligi ya mabingwa walikuwa katika makundi. Kundi A wakiwa na Al Hilal Omdurman, MC Alger wakiwa na TP Mazembe. Kwenye mechi 6 Djigui Diarra alicheza mechi 5. Katika mechi 5 alifanya clearances 4, kwa maana kwamba pale anapokuwa sasa kama mchezaji wa ndani, sio kipa, kwa sababu akiwa kipa atadaka, atafanya majukumu mengine ya kuokoa mpira usiingie wavuni. Lakini anapotoka nje ya 18 eneo anaruhusiwa kudaka mpira, hapa ndipo anatumia kichwa, anatumia mikono, miguu, kifua na viungo vingine visivyokuwa mikono kuondosha mpira katika eneo hatarishi. Na ukishaona kipa amefanya clearances, maana yake ukuta wake ulishapitika. Hakika. Kulikuwa na uwezekano kukawa na 1v1 situation. Ile hali ya mchezaji wa timu pinzani anakwenda kumkabili kipa, na mara nyingi huwa chances za kuruhusu bao zinakuwa kubwa. Sasa Djigui Diarra anachomoka kumwahi mshambuliaji wa timu pinzani. Mchezaji wa timu pinzani kabla hawajamfikia yeye kumfunga anakwenda kuwa ndio beki, anauondosha huo mpira, ndio tunaita clearances. Sasa amefanya hizo 4. Katika mechi mechi kacheza 6, mechi 6 Djigui Diarra kafanya clearances 4. Lakini katika msimu wa 2023-24, msimu ambao Yanga walikwenda mpaka robo finali ligi ya mabingwa barani Afrika, halafu wakatolewa kwa mikwaju penalty na Mamelodi Sundowns, ni msimu ambao Yanga mafanikio yake yalichangiwa pia na kiwango alichokionyesha Djigui Diarra. Unajua kutoka hatua makundi mpaka robo finali maana yake ni mechi 8. Mechi 6 za hatua makundi, 2 robo finali, jumla mechi 8. Sasa mpaka wanakwenda kucheza na Mamelodi Sundowns, wanatolewa kwa mikwaju penalty. Djigui Diarra kwenye majukumu kama kipa, ile shot stopper, alipiga mashuti 25, kacheza save 22. Unaweza kuona ambayo ni ufanisi wa 88%.
Mashuti matatu tu aliingia kambani. Kumbuka Yanga mabao aliyoruhusu ni pamoja na mechi dhidi ya CR Belouizdad walifungwa 3-0. Hakucheza yeye, alicheza Metacha Mnata. Baada hapo mechi zote zilizobaki alicheza yeye. Lakini ukiondoa hilo, alifanya clearances hii ya kubutua mipira, kuiosha kutoka katika eneo hatarishi akiwa kama mchezaji wa ndani. Ndio. Aliongoza kati ya makipa waliofanya clearances nyingi wako wawili. Yeye na Mustafa Shobeir wa klabu ya Al Hilal Al Ahli ambayo msimu huu wa 2023-24 ilitoa ubingwa ligi ya mabingwa. Yeye alifanya clearances 9. Yaani kwa lugha nyingine mara 9 ukuta wake ulipitwa, wapinzani walikuwa wanakwenda kumkabili katika hali ile ya mmoja dhidi ya mmoja, ndio tunasema 1v1. Yeye akawa smart, akawazidi maarifa, akauosha mpira husika na kuinusuru Yanga. Kwa fikiria amecheza save 22, ukiongeza na zile clearances 9 ambazo angeruhusu mpinzani apige, maana yake angefanya save nyingine au angeruhusu bao. Unaona muhimu wake. Lakini sio hilo tu. Katika kombe la shirikisho barani Afrika msimu wa 2022-23, Yanga tunakumbuka vizuri. Walikwenda mpaka finali wakicheza dhidi ya USM Alger. Kwa Mkapa wakafungwa 2-1, ugenini wakashinda 1 bila mkwaju wa penalty, alipiga Juma Shabani. Katika safari ya kuelekea finali, Yanga golikipa Djigui Diarra alifanya kazi kubwa sana. Alifanya clearances 15. Kwa hiyo unaposema tena clearances nimeshafafanua sana ni nyakati zipi kipa anafanya clearances, anatoka katika eneo lile ambalo anaruhusiwa kucheza kwa mikono, anakwenda kucheza mpira. Amecheza mpira kwa namna nyingi, lakini natolea mfano wa clearances, anatumia viungo vingine kuosha mpira, amefanya mara 15. Hapo kuna nyakati nyingine hakuosha, alichukua akaanza moja moja. Lakini kwa maana clearances 15 ni ushahidi juu ya kile ambacho Mwenyezi Mungu amemjalia Djigui Diarra katika mpira wa miguu kama golikipa. Uzuri wake katika makuzi yake alishawahi kuwa mchezaji wa ndani, kwa ndio maana anaonewa kwa bora maana wanamchukulia poa, kumbe kwenye makuzi yake kwenye youth stages alikuwa mchezaji wa ndani. Kwa hiyo kwake ni rahisi sana, anaweza kupata mpira wewe ukaja akakupiga chenga kaanza pasi. Wala hivyo hali ya juu kabisa, tofauti na makipa wengine. Sasa akiendeleza hili kwa swali lako, atakuwa mchezaji muhimu sana katika kutimiza mipango kazi ya benchi la ufundi la Yanga chini ya Romain Folz au yeyote yule kwenye ile jigsaw fitness. Kama msumeno katika kuuvisha upate kitu kamili. Yeye ni mkamilishaji wa hilo katika kuifanyia Yanga itimize mipango yake. Kwa hiyo mzee wa data, pasi na shaka ni kwamba Djigui Diarra naye ni muhimili mmoja mkubwa pale katika kikosi cha Dar es Salaam Young Africa kutokana na hizo takwimu ambazo amezitoa kwa siku ya leo. Hakika. Basi mzee wa data, kutokea hapa sisi hatuna la ziada, naomba tukutakie siku njema. Shukrani jazila. La mwisho sikukwambia umependeza sana leo kama wewe